Bwana asifiwe sana. Tuko kwenye kipindi cha mafundisho ya neno la Mungu, na somo letu ambalo tunaendelea nalo, tumekuwa nalo kwenye vipindi ambavyo nimekuwa nikipata neema ya kusimama kwa kadiri ya zamu ambazo tumekuwa nazo za kimadhabahu, za kihuduma, za kuhudumu madhabahuni. Tuna somo letu ambalo tunaendelea nalo. Lenyewe lina kichwa kikuu kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka. Kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu ndicho kichwa kikuu cha somo letu, na kwa neema ambayo tumepata tutaendelea kwa kadiri ya Mungu atakavyotujalia. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu lina kichwa kikuu, sio geni kwa wengi, yamkini labda kwa wageni tu ambao kwa mara ya kwanza wamekuwepo, lakini kwa wale ambao tumetembea nao tuna muda mrefu sana, takribani hata niseme ni tangu mwaka uliopita tumeendelea kutazama kitu cha namna hii. Mungu ameendelea kutugandisha hapa kwa yale makusudi yake mema ambayo anayo juu yetu. Sio kwamba masomo yameisha, tumekuwepo na masomo mengi, tunatamani na yenyewe nayo pia ifike zamu yake. Mungu atujulishe juu ya yale ambayo ametupatia, masomo ambayo ametupa. Lakini Mungu ameendelea kutushikilia hapa kwenye somo hili la kujua ni namna gani tunaweza tukabarikiwa, ni namna gani tunaweza tukafanikiwa kimaisha sisi tulio wana wa Mungu. Wakati wa utangulizi wa mwanzo kabisa wa sehemu ya kwanza ya somo hili, licha ya kanuni ya kwanza, kulikuwa kuna sehemu ya kwanza tulijifunza tukaona ya kwamba kuna tofauti kati ya kubarikiwa na kufanikiwa kwa mtu aliye na Mungu na yule asiyemjua Mungu. Kuna tofauti. Kwa hiyo unapotoka kwenye mwamvuli wa kutokumjua Mungu ukapata neema ya kuwa kwenye mwamvuli huu ambao ni chini ya himaya ya Mungu, lazima uelewe ni kanuni gani uende nazo ili ustahili kupokea baraka na mafanikio ambayo Mungu anayo kwa ajili yako. Nikasema hivi, wakati tumekaa kwenye mwamvuli wa Mungu ni sawasawa na watoto wanaozaliwa na baba mmoja. Sio wote watastahili kupata portion sawa kwa kadiri ya uwezo ambao baba anao. Kuna wakati tumeona tumekuwa kwenye familia tukaona kuna wenzetu baba amewapa kipaumbele kikubwa kuliko wengine. Ukifuatilia utaona sababu za baba kuwapa watoto wengine kipaumbele. Wengine amewaamini hata amewapa usimamizi wa miradi kwa wale mababa ambao wana miradi, wana nyanja mbalimbali za vitega uchumi. Utaona kuna wakati kuna watoto mpaka wamewekwa wawe wasimamizi, huku wenzao wengine wakiendelea kulealea hewani, hawajapewa mahali pa kushika. Wakati mwingine hilo ni somo, na hata mbele za Mungu napo penyewe huwa ni vivyo hivyo. Sio kisa wewe ni wa baba utastahili vile alivyo navyo baba yako. Kustahilishwa vya baba itategemeana na wewe kujua namna baba anavyotaka uende. Baba akikuona unaenenda sawa sawa na mapenzi yake, hataona haja ya kuzuia vile ambavyo anavyo, hataviachilia kwako kwa kadiri ya vile ambavyo anakuona unaenenda sawa sawa na matakwa yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na mbele za Mungu nako pia tunapoitwa tu wana wa Mungu, kuna hali za maisha, kuna nyakati za kiulimwengu tumezitoka. Saizi tumekubali tuwe chini ya mwamvuli wa Mungu. Kuwa chini ya mwamvuli wa Mungu ni jambo moja, na kumfanya Mungu akubariki unapokuwa chini ya mwamvuli wake inakuhitaji ujue namna ya kuenenda vizuri ili Mungu akubariki. Amen. Kwa hiyo Mungu ametupa kanuni hizi ili tujue ni mahali gani tutakutana na baraka za Mungu tukifanya hiki na hiki. Bwana asifiwe sana. Kwa tumeendelea kutazama kanuni hizo taratibu kila mahali, kila mara ambapo Mungu ametupa nafasi tumeendelea kutazama kanuni moja baada ya nyingine, na tuliishia kwenye kanuni ya 11. Na kuna watu tulipata nafasi siku ya Alhamisi moja
tukaingia kwenye kanuni ya 12, tukajuzana kwa utangulizi, kwa sehemu ya utangulizi tu juu ya kanuni ya 12, lakini kwa kipindi kirefu ambacho hatuja kuwa pamoja katika mfululizo wa somo hili, nitapita na summary ya haraka kweli kweli juu ya kule tulikotokea, alafu tutaendelea na pale ambapo tupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunatazama kanuni moja baada ya nyingine na tunafanya maombi nayo kwa mujibu wa kanuni hiyo inavyotuelekeza, ili tustahili sasa kuyapokea yale mema ambayo Mungu wetu anayo. Sababu Mungu ana mema, ni kweli, lakini utaona si wote waliokaa kwa Mungu walistahilishwa mema. Kuna wengine uliona hawakupata mema. Kwa sababu gani? Ya kuto kujua namna ya kuenenda wanapokuwa mbele za Mungu. Waenende vipi ili Mungu awastahilishe baraka. Kwa kanuni ya kwanza ilikuwa inasema, unapotaka mafanikio na baraka za kimungu. Kanuni ya kwanza ilikuwa inasema, unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, hakikisha ya kwamba upo. Hakikisha ya kwamba upo au umeketi. Uwepo au kuketi. Hakikisha ya kwamba upo au umeketi katika eneo au nafasi iliyo sahihi kwa ajili yako. Unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, kanuni ya kwanza ilikuwa inasema, hakikisha ya kwamba upo au umeketi. Nimetumia maneno haya mawili, kuwepo au kuketi, katika eneo au nafasi iliyo sahihi kwa ajili yako. Na kanuni hii ilikuwa inaongozwa na andiko la msingi ambalo ni kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 9. Mwanzo 3:8 hadi 9. Lilikuwa ni andiko la msingi miongoni mwa maandiko mengi ambayo tuliyaona kwenye kanuni hii. Wale ambao walikuwa wanafuatilia tunapoendelea na kanuni hizi, kanuni moja inaweza ikachukua takribani miezi miwili. Kwa hatuwezi tukayasema sana yale ambayo yalituchukua miezi miwili tukayamaliza kwa siku moja, lakini tutapita japo kwa dondoo tu za kujuzana vitu vya msingi. Kwa hiyo kwenye kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 9, Biblia ilikuwa inazungumzia kwa habari ya kuumbwa kwa Adamu na Hawa, ya kwamba miongoni mwa maeneo ambayo Mungu alikuwa amekwisha kuyaumba, alipowaumba Adamu na Hawa, aliwaweka mahali panapoitwa bustani ya Edeni. Haleluya. Na kwa kipindi hicho shetani alikuwa hajaumba eneo lolote. Maeneo yote, mahali pote palikuwa ni pa Mungu. Lakini mahali ambapo Mungu aliwastahilisha kukaa Adamu na Hawa, katika mahali kwingi ambako kulikuwepo, Mungu aliamuru wakae mahali panapoitwa kwenye bustani ya Edeni. Na Biblia ikaonesha walipokaa kwenye bustani ya Edeni, hatukuoneshwa hata kwamba walikuwa wanaomba wapokee, wapate kitu kutoka kwa Mungu. Bali kwa kadiri ya Mungu alivyowaweka kwenye bustani ya Edeni, kwa kuwa ndilo eneo sahihi ambalo Mungu alikusudia wakae, ile eneo la bustani ya Edeni lilikuwa limefungamanishwa na baraka zao hata wasipoziomba kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Swala la wao kuzungumza na Mungu halikuwa ni kama sisi mpaka twende mbele za Mungu tuanze kumuita, tuite uwepo wake. Biblia inasema kila wakati wa jua kupunga, tafsiri yake ni wakati wa jioni, Mungu mwenyewe alikuwa anafanya tripu za kutembelea mahali pale ambapo wapo kwenye bustani ya Edeni. Kwa hiyo utaona mpaka hatima ya wao kukaa kwenye bustani ya Edeni ilifanya hata mahusiano yao na Mungu yawe imara, bila wao kuomba kwamba yawe imara. Yalikuwa imara kwa sababu eneo walilowekwa lilikuwa linahusiana na tripu za Mungu kuajilia hata kama hawataki. Tunaenda sawa sawa? Amen. Ndugu yangu, ukiwa unadaiwa, ukiwa ni mdeni, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukiwa ni nini? Ni mdeni. Upunguze tripu za kwenda sokoni
Maana ni mahali ambapo watu huenda kuchukua mahitaji. Unaweza ukakutana na yule anayokudai na ili hali wewe unataka umkwepe. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kuna wakati utakutana naye tu automatic kwa sababu hilo eneo kwa kadiri ya vitu ambavyo vinazunguruka hilo eneo inalazimu kila mmoja kufika hapo kutaka mahitaji. Kwa utajikuta tu kuna wakati mtabumiana tu hapo wanasema. Kwa hiyo ndivyo ambavyo eneo la Edeni lilivyofungamanishwa na uwepo wa Mungu. Walikuwa wakionana na Mungu hata kama hawataki. Kwa sababu gani? Eneo walilowekwa lilifungamanishwa na vitu vyema vya kimungu, ikiwemo swala la Mungu kufanya tripu kwenye hilo eneo. Kwao kuna wakati wala haijawalazimu wao waombe kwamba tupatie mavazi. Leo tuna shida ya chakula. Chakula walikipata kwa sababu eneo hilo limefungamanishwa na chakula. Mavazi waliyapata kwa sababu eneo hilo limefungamanishwa na mavazi, tena mavazi ya utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipotenda dhambi sasa, hapo ndipo kimbembe kilianza. Walipokula lile tunda kwa kushawishiwa na nyoka, Biblia inasema ya kwamba wakatoka mahali ambapo paliitwa bustani ya Edeni, wakazunguruka ni kama nyuma tu ya bustani, wakawa mahali panapoitwa kwenye miti. Kutoka bustanini kwenda kwenye miti, hapo mambo yaliharibika. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba tayari kwao kukaanza shida, kukaanza uhitaji. Hata habari za kumuona Mungu kwao zikawa ngumu, kuonana na Mungu kukawa kugumu. Kuna wakati Mungu amewajilia wapi? Bustani ya Edeni. Kwa nini aje Edeni? Ndio lilikuwa tu ambalo amewaweka wale ili wakute hapo kila anapoajilia. Saa amekuja pale kwenye kituo amewakosa. Biblia inasema ya kwamba hakuwaona. Nikasema ya kwamba sio jambo rahisi na jepesi kwamba Mungu asimuone mtu hata ujifiche wapi. Mungu huwa ana macho ya kukuona, lakini uone kitu cha hatari ni suala la wewe kutoka nje ya mahali ambapo Mungu amekupangia ukae. Kufanya kile ambacho Mungu hajakupangia ufanye ni hatari. Kutoka nje ya kile ambacho Mungu ametaka ukifanye, wewe ukafanya kingine ambacho umekiamua mwenyewe ni hatari. Kwa sababu gani? Kutokuonewa kwa Mungu. Mungu hakuoni, maana yake ni kwamba kuna namna kwenye ramani ya Mungu umetoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nikasema kuna wakati utajikuta tunaomba lakini tunaomba nje ya ramani ya Mungu na ni ngumu kupokea. Maombi yetu ili yawe na majibu, na wakati mwingine tupokee bila hata kutulazimu kupiga kelele. Ni sisi kuwepo mahali ambapo Mungu ametaka tuwepo. Ni wewe kufanya lile ambalo Mungu amekusudia ulifanye. Na nikasema kila mtu ana mahali pake sahihi pa mafanikio yake palipofungamanishwa na baraka zake. Amen. Sio kila mahali ambapo mwenzako ananenepa napo na wewe ndio ujibane hapo. Kuna wakati utashangaa kuna mwingine anapendeza napo hapo, lakini wewe unafubaa napo. Kwa sababu gani? Kama sio mahali pako, hicho unachofanya kama sio chako hakitakupa manufaa. Mungu hana posheni ya baraka zako nje ya mahali ambapo ni sahihi kwako kukaa. Amen. Hana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baraka zako zinahusiana na mahali ambapo Mungu amekusudia uwepo. Amen. Baraka zako zinahusiana na jambo sahihi ambalo Mungu amekusudia ulifanye. Amen. Kuna wakati unaweza ukafanya mambo yakaonekana hata ni ya kipuuzi kwa macho ya dunia hii, ni ya kipuuzi kwa mtazamo wa ulimwengu huu, lakini ukashangaa ndio yanakupa manufaa makubwa. Kwa sababu gani? Kama Mungu ametaka ukae hapo, ufanye hicho bila kujali dunia inakiona ni kidogo cha namna gani. Kwa Mungu kuna makuu yatakayotokea kwako kwa kupitia hicho unachofanya, kwa sababu ndicho Mungu ameamuru ufanye. Fanya kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna wakati tumehaha, hatumuoni Mungu akitubariki kwa sababu mahali ambapo Mungu alikusudia tukutane naye ni kituo cha mabasi. Sisi leo hii tumetoka, tupo kwenye kituo, ingawa ni kituo lakini ni cha treni. Wakati ambapo Mungu anataka mkutane kwenye stendi ya basi,
wewe ukaenda stand. Stand sio stendi. Inategemeana ni stendi gani Mungu ametaka mkutane. Kazi sio kazi. Inategemea ni kazi gani Mungu ametaka akubariki nayo. Na ndio maana kuna wakati mwingine tumefanya kazi zimetudumaza mpaka kuna watoto wakisema kwamba tunataka tufanye kazi fulani, wazazi wanawafokea. Shindwa. Hiyo kazi unaona hao watu wanaofanya hiyo kazi walivyo wabovu, wasivyo na mafanikio. Usisomee hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lakini yote hiyo ni somo lililotokea wapi? Kuna watu wamejipachika humo, sio pao, pamewapausha badala ya kuwapendezesha. Wengine wanapoona huo mpauko wanaona hiyo kazi ndio ina shida. Wakati mwingine kazi sio yenye shida. Shida ni yule aliyopauka. Kuna pake sahihi alipaacha, akang'ang'ania kile ambacho sio sahihi kwake. Wakati wengine wanapendeza, yeye akapauka. Nikasema hujawahi kuona wafanyakazi wa kitengo kimoja wanaolipwa mshahara mmoja, kuna mwingine unasikia huu mshahara ni hata hautoshi. Kuna mwingine anakula, anavaa na miradi mingine ya kimaendeleo, unasikia ile ni duka lake, ile ni ofisi yake, ile ni saluni yake, lile ni gari lake la kubebea vitu. Watu wakitaka trip anapiga trip town. Zile ni bodaboda zake za kubebea abiria. Amewapa watu, amewekeza huko watu wafanye shughuli hiyo. Kwa hiyo huku kuna muingizia, huku kuna muingizia. Kwa chimbuko la kazi gani? Kazi moja tu ambayo ilikuwa sahihi kwake na yeye akaifanya kwa uaminifu. Akang'ang'ana hapo bila kujali inaonekanaje kwa wengine. Yeye kamchipuzia nyingine. Akawa na vitega uchumi vingi. Wakati ambapo kuna mwingine anasema mshahara huu bwana, hii kazi tunaofanya kama watumwa. Mtumwa ni wewe ulioenda mahali pasipo pako. Ni kweli utaishi kiutumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unajua hata Waswahili wakasema nguo ya kuazima haistiri mambo mengine. Una vitu haistiri. Kisicho chako sio salama kwako. Kwa hiyo hata tunapomuomba Mungu atubariki, miongoni mwa shabaha zetu za kimaombi, mwambie Mungu ni wapi unataka unibariki napo nikae hapo. Jamani, hivi ukikaa barabarani na ukagongwa na gari ni ajabu au sio ajabu? Kwa sababu umekaa wapi? Barabarani ni mahali pa magari kupita. Ukigongwa ukiwa ndani ya nyumba yako ndio tutashangaa, tutasema hilo gari limetumwa. Yaani likakugonga kabisa ndani ya nyumba. Unakaa karibu na barabara. Barabara iko kama kwa Lukonge, mimi niko kama Mombo, lakini gari hili limenigonga ndani ya nyumba. Hapo tutatafuta uchawi kweli. Sio siri. Lakini ukagongwa kwenye njia ya gari ni sawa. Kwa hiyo kuna wakati na baraka nazo zinakuja kwenye njia yake. Ukikaa hapo kubarikiwa ni sawa. Yes, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mto gani utatumbukia na usiloe wewe? Hayo maji ya mauzauza. Haleluya. Maji ya mazingaombwe ya. Ukitumbukia mtoni utaloa watu. Kwa hata mahali ambapo pamefungamanishwa na baraka zako, ukikaa hapo kubarikiwa, utabarikiwa tu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ilikuwa hiyo ni kanuni ya kwanza ambayo yenyewe ilikuwa inahusiana na swala la eneo au nafasi iliyo sahihi kwa ajili yako. Keti kwenye nafasi yako sahihi. Kaa hapo. Hapo ndipo Mungu atakutana na wewe. Hapo ndipo kituo cha wewe kukutana na Mungu. Kanuni ya pili ilikuwa inazungumzia swala la majina. Inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, sahihisha kwanza jina lako. Kanuni ya kusahihisha majina. Haleluya. Andiko la msingi hapa tulilokuwa nalo, miongoni mwa maandiko tuliyokuwa nayo ya msingi, ilikuwa ni Mwanzo sura ya 32 mstari wa 24 hadi wa 29. Mwanzo 32 24 hadi 29. Na hapo tuliona habari ya Yakobo kugomewa kupewa baraka na malaika wa Mungu mpaka alipobadilishiwa kwanza jina lake. Kisikia mtu amebatizwa hapa na akaambiwa jina uitwe nani? Mara baada ya lile la kwanza. Hayo mambo yana maana. Haleluya. Kuna watu waliposikia jambo la namna hii, nikutana nao huko ukiwaita majina ambao wanaona ni mikwamo. Unasikia bwana mtumishi, mimi hilo nimebadilisha, hilo sio jina hilo.
Haleluya. Amen. Kwa kuelewa nini? Kumbe kuna nguvu ya jina ambayo inaweza ikaruhusu mtu ubarikiwe au usibarikiwe, ufanikiwe au usifanikiwe. Jina gani? Haya tunayoitwa. Haleluya. Hayo tunayoitwa majina. Tuliona jambo la ajabu hapo. Yakobo amekutana na malaika wa Mungu, akaanza kumng'ang'ania, akimwambia sikuachi mpaka unibariki, sikuachi mpaka unibariki. Biblia inasema ya kwamba Yakobo akapigwa mahali pabaya, ambapo ukipigwa hapo unaweza ukaamua tu muachie huyo mtu aende zake. Lakini bado Yakobo na hapo mahali pabaya alipopigwa, akang'ang'ana, akimkamata yule malaika, akimwambia sikuachi mpaka unibariki. Alipojua ni nani? Ni malaika wa Mungu. Akang'ang'ania baraka. Lakini licha ya kung'ang'ana kwake, ni sawa sawa na muombaji ambaye kila gia umeigonga hapo kwenye hilo gari lako la maombi, kila gia umeweka, lakini mambo wapi? Magumu, yanadunda. Hicho kitu ambacho kilimkuta Yakobo. Wakati mambo yanadunda, kila malaika anapojitahidi kubariki, baraka zinagonga mwamba, zinakwama, zinagonga besela, zinarudi tena kati uwanjani. Shida nini? Akamuuliza, kwani jina lako nani? Yakobo akasema, naitwa Yakobo. Akamwambia, sasa hupaswi kuitwa Yakobo tena, jina lako wewe utaitwa Israeli kuanzia sasa. Alipokubaliana na lile jina jipya, Biblia inasema ndipo malaika akambariki huko. Baraka zilitokea pale pale tu, maadamu ameridhia kubadilishiwa nini? Jina. Kwamba kuna jina alilokuwa nalo ndilo lilikuwa ni gundu kwake, gundu. Kwa kuna wakati hata wachawi wamesingiziwa sana kwa sababu tu wamekaa kwenye njia za uchawi, nao wamekaa njia mbaya. Kila kinachotokea mambo yamekuwa magumu kwako, unasikia na siku hizi wamezidi kweli, maana hata mchana wanapiga zongo. Mazongo mengine tumepigwa na majina tulionayo. Majina tulionayo wakati mwingine yana migogoro mikubwa, haya kamatani na baraka. Ni sawa sawa na kulazimisha udongo unate kwenye chuma. Majina. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema mgogoro wa majina unaanzia wapi? Tuna majina tumeyapewaga kwa mapenzi ya wazazi wenyewe, sio ya Mungu. Wewe ulizaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Usalama wa kuishi kwako ilibidi na jina lako lihusiane na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Unasema nilizaliwaje kwa mapenzi ya Mungu? Angalia, wakati mwingine tukiona mambo ya uzazi yanakuwa magumu, tunakimbilia wapi? Kwenye maombi. Tunachoamini ni nini? Mtoto licha ya juhudi ya baba na mama, lakini mtoto anatoka kwa nani? Mbona na akipata jina anapewa la shangazi? Mlitumwa na nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona akipata jina mnatafuta Facebook? Mnakumbuka ile movie mlioangalia yenye yule dada ambaye aliact vizuri, ndio mnampa mtoto jina? Mnawakika hayo maisha mlioona kwenye movie ndio uhalisia wake? Nimeshawahi kusikia historia ya wale wa mama wanaoaktigi wana roho ngumu, wachawi, kwamba ni walokole wakubwa kwenye jamii zao. Nilimfuatilia mama mmoja wa hapa Tanzania, nikamfuatilia na mama mmoja kwenye movie za Kinigeria. Kila unapoangalia movie za Kinigeria, section ya uchawi ni yule mama anawekwa. Nikakuta ni walokole wakubwa. Kwa hiyo kuna wengine pia wakiwa ni watakatifu kwenye hizo movie, mpaka mkamuita mtoto nani, mkamuita Oprah, mkamuita sijui nani. Kuna wakati hao na wenyewe nao ni mashetani wazuri tu huko kwenye maisha yao ya uhalisia. Utakatifu wanauigiza kwenye movie. Sio kuangalia movie mtu amekufa afu movie ijao unamwona yupo. Kuigiza ni kuigiza, ndugu yangu. Ukalia kabisa yule dada anateseka jamani mpaka amekufa. Unaangalia movie si anaweza imekukamata, umefanywa jinga hapo, na wewe machozi yanakutoka yanakutiririka. Eti yani ina touch. Unashangaa movie ijayo kaeti na yeye jambazi. Yule uliomwonea huruma kwenye ile movie aliyoteswa, na yeye kaeti ni jambazi. Bwana Yesu asifiwe. Leo umewapa watoto majina yao tuliowaona kwenye movie, kisa aligiza scene nzuri. Nasikili jina nilipendaga tu, ngasema nikizaa wa kike tunampa Maira. Kolfi. Leteni vyuma. Mnawezijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama majina hapo mkawakengeusha.
Kuna wakati hayo majina yanakinzana na kubarikiwa kwao. Kuna wakati hata wewe kubarikiwa kwako ukinzani uliopo kwamba baraka zisinase kwako, usiwe mbarikiwa, ni hayo majina. Ikasema na mengine nayo ni yale ya kurithishana. Akizaliwa tunakwambia, huyo kazaliwa ni neja fulani, ni sheja fulani. Akaona katoto kadogo ndio kanaanza kutembea, unasikia, yani huyu mzee fulani. Tangu mtoto tayari kuna uzee mmeshamvisha kwa njia ya jina. Unasikia, yani hili jina halijakosewa kabisa kuitwa. Sio halijakosewa. Mlipompa lile jina ndio lilienda na zile tabia za huyo mtu mwenye jina. Halijakosewa vile babu aliyomchukulia jina ndo hivi. Yani ukimwona ni yeye. Mnaona sifa. Haleluya. Mnajua madudu ya huyo babu, mnajua mapito ya huyo babu, mnajua magumu ya huyo babu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna wakati hata baraka tumezikosa kwa sababu ya majina. Yenyewe nalo hilo eneo tukatengeneza sana. Tukasahihisha hayo majina, nikasema ni jambo la kiroho sio la kimwili. Haikulazimu uende Nida, uende Rita kwamba ukabadilishe jina Rita. Ni kiroho kwamba Mungu aliporuhusu uzaliwe kulikuwa kuna jina sahihi alikusudia uitwe. Mwambie Mungu, katika ulimwengu wa roho utambulisho wangu usomeke na hilo jina langu sahihi. Na kataa yale niliyobambikwa kwenye ulimwengu. Hata kama nimepewa jina la mjomba ni mzuri kiasi gani, sijui na yeye akiwa kwenye giza totolo kuna yapi anayafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mjomba awe mtakatifu Luka wa 5. Wewe sijua usiku ukiingia kwamba haonekani anafanya nini. Unasema ukifanya kitu kibaya usiseme umefaje. Usiseme uonekani. Sema mimi ndio sijaona mtu. Kuna watu wakiwa kwenye giza wanafanya vitu vibaya kwa sababu wanasema basi onekane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu atusaidie sana, tusahihishe hayo majina yetu, tuyakatae kiroho. Yale ambayo tumeyapewa wakati mwingine hata kwa kupachikwa. Nikasema kuna majina watu mmeyapewa kwa kupachikwa. Wakati mwingine Mungu amekupa kweli neema, jina ambalo amekupa wazazi wako ni la kimungu kabisa, kwa kadiri ya vile Mungu alivyokusudia. Lakini unatuambia kwamba mimi kwa kweli jina la ubatizo naitwa fulani, lakini mtaani kwetu maarufu wananijua kwa jina fulani. Ukiniulizia ile ubatizo kwa kweli hunipati. Na unaona sifa wewe. Unaona sifa. Ukikutana na rafiki yako mnaita na shosti. Mkaenda mbali mkaita na shoga. Sasa kweli tunaitana mashoga na amuelewi mashoga ni wakina nani? Wao wajitoa ufahamu kabisa. Eti kwamba kukisa mnapendana sana na rafiki yako, basi ndio mmeamua jina la urafiki mnaona kama halina madavidavi sana, mnaitana mashoga. Hata mtuambie ushoga huo ni upi mbali na huu tunaojua ushoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wapenzi tunaopendana leo hii nyongo mkaliaini. Nakosa vikolombwezo kweli tukaitana nyongo. Nenda kwenye hiyo nyongo sasa uione. Ni kitu ambacho kuku akipasuliwa inatafutwa itolewe haraka. Maana ikipasuka hiyo nyama hailiki. Leo eti kwamba baba unaitwa nyongo mkaliaini na mkwe wako ndo unajipiga kifua. Ndo mimi. Unajua nyongo wewe uthamani wake kwenye nyama ya kuku. Au ujala kuku ndio maana wewe umepokea kuitwa nyongo mkaliaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuna majina mabovu tumeitana, wakati mwingine hayo majina ndio yamekwamisha mambo yetu. Kwa kadiri ya hayo majina na tumekuwa na maroho ya hayo majina, sio maroho ya baraka. Mungu atusaidie sana. Kanuni ya 3 tulizungumzia. Kanuni ya 2 ilikuwa ni jina. Kanuni ya 3 tulizungumzia swala la vipokeleo au vibebeo vya baraka. Haleluya. Inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, tengeneza kwanza vipokeleo vyako au vibebeo vyako vinavyohusika na upokeaji au ubebaji wa baraka za kimungu maishani mwako. Tengeneza kwanza vipokeleo vyako
au vibebeo vyako vinavyohusika na upokeaji au ubebaji wa baraka za kimungu maishani mwako. Nikasema ni kama vile ambavyo unaenda dukani, una pesa toshelevu kwa kadiri ya bidhaa unaoenda nunua. Unaenda sokoni, una pesa toshelevu kabisa kwa kadiri ya mahitaji unaoenda kuyanunua. Lakini kuna wakati huwa kwenye safari yako ya kwenda kununua vitu unaandamana na kitu kinachoitwa mfuko wa kubebea vile unavyoenda nunua. Na utakuta hata hii mifuko nayo haifanani, inatofautiana kwa kadiri ya vitu unavyoenda kufanyaje, kununua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukasema naenda nunua debe moja la viazi, kwa umebeba vifuko vile tunaita ina maarufu vifuko vya Magufuli vya shilingi 200. Afu unampa yule mama anayekuwekea debe la viazi kwamba haya mwamimina. Wapi? Kwenye hiki kimfuko. Utaona kabla hajakwambia neno lolote anakuangalia usoni kwanza. Anapokuangalia usoni anasema hii ni matarazi jua au matarazi mwezi. Kwa sababu gani? Kibebeo nacho lazima kiwe na hadhi, kiwe na ubora kwa kadiri ya kile unachotaka kiwekwe humo kwenye kibebeo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simple hapa. Kuna wakati kuna vyombo fulani vinakaaga kwenye beseni lile. Ngumu sana kukuta mule ndani kuna vyombo vya dongo. Tuna vyombo vya dongo vikapewa heshima, vikaonekana vile kwenye kabati. Kama ni kadogodogo kwa kiasi gani, lakini utaona kipaumbele kikubwa kwenye kabati kako umeweka vyombo vya dongo. Mimi sio nabii, sio kwamba naoneshwa, anasema ni uhalisia wa mambo. Kule kwenye beseni ni utakuta vile vya plastiki na vile ambavyo vilipata bahati mbaya vikakutana na jiko vikaungua midomo. Vile ambavyo wageni hatupewaji. Haleluya. Kwa kadiri ya hadhi ya kitu na kibebeo nacho kinakuwa bora. Ndivyo ambavyo kwenye kuomba baraka kuna vitu ambavyo ni vibebeo vya baraka ndani yako. Nikasema moja hapo ya hivyo vitu ni kitu kinachoitwa moyo na mikono ya kiroho. Mikono ya kiroho ni mikono gani? Haionekani kwa macho haya damu na nyama. Ni ile mikono ambayo ukiota unapigana, unaona, unadundana nayo, unakunja kweli ngumi. Na wakati Mungu wangu ukiambiwa hebu kunja ngumi, lakini rohoni unaona unazikunja na unadundana na unawadunda watu ambao hata ukipangwa nao hapo huwawezi. Ile mikono ile inaitwa mikono ya rohoni, mikono ya kiroho. Ni miongoni mwa nyenzo muhimu sana kwenye suala la upokeaji baraka. Ombea sana hiyo mikono ya rohoni unapotaka ubarikiwe. Ikiwa na ulemavu, hiyo baraka zako zimekwamia hapo. Ikiwa na kasoro, hiyo baraka zako zimefelia hapo. Na moyo, nikasema Mungu ingawa moyo aliuruhusu ukae kwa mwanadamu, usikae kwake. Moyo wako wewe unao hapo ndani, lakini ni miongoni mwa maeneo ambayo Mungu hutaka kuyatumia kwa namna kuu kweli wakati anapotaka achilie vitu kwako. Miongoni mwa maeneo ambayo Mungu ana matumizi nayo ni moyo, pale anapotaka kubebeshe vitu. Nikasema kwa hiyo ni hatari kubwa sana ndani ya moyo wako ukahifadhi mambo mabaya. Nikasema makorokoro, mambo ya uchungu ni hasara kwako kuliko wale ambao umewahifadhi humo ndani ya moyo ukisema aliniumiza, sitamsahau, sitamsamehe. Yeye anaweza akalala usingizi mzuri kukakucha vizuri. Anaweza akaendelea kubarikiwa kwa vile ambavyo itategemeana na yeye alivyotengeneza na Mungu huko mbele. Lakini wewe uliyomtunza hapa, wewe ndio store yako ya kupokelea, umeishenisha matakataka. Hayawezi yakakaa na baraka za Mungu. Kinachonuka na kinachonukia vikikaa pamoja vitatoa harufu gani? Kwa kuna vitu vya zamani unaweza ukawa unaviomba, lakini panapokufelisha ili usipokee ni moyoni mwako. Kumetangulizwa matakataka ambayo umehifadhi miaka na miaka. Leo wewe ni bibi, una wajukuu kadhaa,
lakini kuna mtu alikuumizaga tangia lile la 4 la mkoloni, umsamei. Wewe unataka kweli kubarikiwa wewe? Tangu la 4 la mkoloni unamkumbuka, unasema kwa kweli huko alikoenda na aende kweli salama, sitamsahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna nyakati tunapita, tunaweza tukakutana na maumivu yakatuharibu moyo, lakini miongoni mwa kitu ambacho Biblia imetahadharisha, imesema hata usiruhusu jua likachwa wewe ukawa bado una uchungu wako moyoni. Ni vibaya, kwa sababu huwezi jua usiku Mungu anataka akubebeshe nini. Akikuta huo moyo una matakataka, haweki hapo. Kwa mujibu wa kitu gani? Nilisema hivi, sio kila bidhaa nayo inawekwa kila mfuko. Jamani, nyie nguo za kanisani nyie mmeweka kwenye nani kweli? Kwenye mifuko ya vimagufuli. Utakuta kuna wakati hata nguo za kanisani umezitengea kabisa kabegi kake. Kanyusti. Yaani hapo hata aje dada yako mnaopendana, hagusi hapo eti kwamba mdogo wangu ngoja nivae nguo za kushindia, hagusi hapo. Unaambia dada nitakaangalie kwenye ile shangazi kaja. Hakijikanyaga akaenda kwenye begi tu utasikia, "Ha dada." Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo sio kila bidhaa inawekwa katika kila aina ya mfuko. Kuna bidhaa tunaziomba za thamani jamani. Tuangalie usalama wa mioyo yetu. Kuna wakati tumeshindwa kupokea kwa sababu kipokeleo kinachoitwa moyo hakina ubora wa kuruhusu kupokea kwako. Andiko la msingi tulilokuwa nalo hapo ni Marko sura ya 2 mstari wa 22. Ikisema hakuna hatia ya divai mpya katika viriba vikuukuu. Hakuna mtu anayeweka bidhaa ya samani kwenye kitu ambacho kibebeo ambacho kimezeheka, kibovu. Hakuna. Na ni kweli. Ikasemwa ya kwamba divai itamwagika. Kwa kuna wakati utaona hata vitu ulivyovipokea havijadumu ndani yako kwa sababu ulivipokea katika mazingira ambayo, hifadhi ambazo hazina ubora wa kutunza. Wewe unaota mikono yako kila unachoshika kinadondoka. Unaota kuangusha, unaota kupoteza. Tafsiri yake ni kwamba kuna vitu vikipita kwenye maisha yako havitadumu. Vitakuwa vya thamani kweli na wengine watasema mwenzetu safari ameula. Utashangaa mara umeutapika. Mapema tu kutapika, kuna kuja. Ukishakuwa mtu wa kufanyaje? Wakudondosha. Ndoto za namna hiyo shughulikia mikono yako ya upokeaji baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ilikuwa ni kanuni ya 3 iliyokuwa inazungumzia vivyo vipokelewa. Kanuni ya 4 ilikuwa inazungumzia swala la utoaji. Inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jitahidi sana kuwa mtoaji mbele za Mungu. Nikasema kama kuna mtu atasema Mungu anabariki pasipo kukwambia kuna wakati baraka hizo funguo yake ni utoaji, huyo anakuongopea. Kama atakwambia swala utoaji wala sio lazima kwa Mungu, huyo ni mwizi, ni msanii. Kuna wakati watu ambao wamekengeuka, sijui kwa nini tunawaita wasanii. Na wasanii tunajua wenyewe ni vioo vya jamii haya. Sijui nao ilikuwaje hapo. Lakini mtu ambaye anakuambia kwamba usijali tu, wewe kuwa mnyimi tu kwa Mungu lakini utabarikiwa hivyo hivyo, na ubishi wako wa kutoa utabarikiwa. Hapana, kuna wakati funguo ya kufungulia baraka zako ni kutoa. Kwa hiyo kuna wakati unasema sina. Mimi leo nakwambia sina ulizonazo ni kwa sababu hutoi. Amen. Ile kwamba sina ndio maana stoi. Sasa mimi nakwambia hivi, hutoi ndio maana huna. Basi unajiona kwamba sina ndio maana sifanyeje? Sitoi. Sasa nikwambie hivi, hutoi ndio maana huna. Bwana Yesu asifiwe. Tulipata wapi jambo hili? Sio la kwetu, sio la masilahi. Hatufundishi hata huo utoaji wako kwamba lazima utoe hapa. Bora unamuelekezea Mungu kwa namna yoyote ambayo Mungu atakupa amani kwamba toa kwa njia hiyo. Katoe ubarikiwe. Luka sura ya 6 mstari wa 20 na ule wa 38.
Luka 6:20a na 38. Tulikutana na fundisho la Yesu akiwaambia wanafunzi wake ya kwamba wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Nikasema kulitangulia neno wapeni ndipo kukaja neno mtapewa. Kwa hiyo kuna wakati ni kutoa ndiko kutafungulia kupokea kwako. Bwana asifiwe. Kanuni ya 5 inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu jitahidi sana kuwa na tabia ya utiifu wa maagizo ya Mungu. Unapotaka mafanikio na baraka za kimungu jitahidi sana kuwa na tabia ya utiifu wa maagizo ya Mungu. Swala la utiifu na lenyewe nalo pia ni funguo ya kufungulia baraka na mafanikio kwenye maisha yako. Kuna wakati umekuwa mwagizwaji wa mambo mengi ya Mungu, hutekelezi wewe, ndipo ulipofelia hapo kubarikiwa. Yaani Mungu sio kwamba wale ambao umbea nafasi. Yaani kwamba atoe ngula zake huko mbinguni queen aje akwambie fanya hivi na hivi na hivi. Haje akupe maelekezo kitu fulani na fulani na fulani unatakiwa ufanye hivi. Kwamba apoteze muda wake kama wale waombea nafasi. Aache maharage yake jikoni aungue, lakini anasema umbea ngogwe ni chungu. Nikae nazo mimi za washa za nichungia hapo kwenye kinywa. Ngoja nikazitapike. Hayuko hivyo. Akikupa maelezo maana yake ni kwamba mpaka ameamua kusema na wewe, ana makusudi mema ya kwamba ufanye yale na Tanzania hii na Mombo hii na Ndulu hiyo na Fune hiyo. Ukiyatekeleza yale Mungu anayosema, utaona manufaa na Fune hiyo. Utaona manufaa na Kidundai kwenu huko. Utaona manufaa na Lushoto kwako hapo. Wakati kuna wawekezaji wanatoka nje wanakuja kuwekeza Tanzania, unasema ya kwamba yani mimi nimezaliwa Tanzania kwa bahati mbaya kweli. Ngezaliwa zangu nje huko. Washangaa mwisho wa siku ungezaliwa nje ungekuwa ni vile vimbwa ambavyo wazungu wanavifuga. Acha kufuru wewe. Acha nini? Acha kufuru. Shangaa ungezaliwa nje ungekuwa ni vile vimbwa ambavyo wazungu wanavikalisha kwa makochi. Kwa hiyo mshukuru Mungu hapo ulipo, ni wewe tu sikiliza Mungu anachosema fanya. Mkikubali na kutii mtakula mema ya nini? Nchi ambayo Mungu amekuweka ina mema, ila sasa mpaka uyale ni wewe kuwa mtekelezaji wa maagizo ya Mungu. Kanuni ya 6, unapotaka mafanikio na baraka za kimungu jitahidi sana kuwa mvumilivu katika kila hali ambayo Mungu anakupitisha. Jitahidi sana kuwa mvumilivu katika kila hali ambayo Mungu anafanyaje? Anakupitisha. Nikasema hivi, wakati unapotoka kwenye 0 unataka uelekee kwenye 100 na kadhalika huko. Hapa katikati kuna kitu kinaitwa njia. Haleluya. Ukitoka hapa ukielekea Dar es Salaam, useme nataka ya Bagamoyo, useme nataka ya Chalinze ili kusudi upite Kibaha. Ndugu yangu, lakini ujue tu kwamba lazima upite kwenye njia. Tunaenda sawa sawa? Lazima upite kwenye nini? Kusafiri kokote hata kwa mafanikio na kwenyewe nako kuna njia. Sasa mbele za Mungu tunaposafiri kutoka 0, kutoka hali za dhiki, kutoka kudhikika, maisha ya udhalili, kwenda kwenye baraka, kwenye mafanikio, na kwenyewe nako kuna njia. Na njia za Mungu ni nyingi. Hana njia moja tu. Kwa hiyo kuna wakati usije ukawahi kukufuru ukasema yule aliyoimba ni Mungu na mnaze mahali pabaya bwana. Aliyoimba kwamba wokovu ni tambalale, sijui nini na nini tambalale. Hategemea na yeye alipitishwa hiyo njia ya kudongoloka tu. Unajikuta hata utaki kutembea hivi wasukumizwa ya kuvuta. Ni kama unaoshuka mlima Kidundai, kupanda ni kazi kushuka. Unaona unasukumwa tu unaambiwa kimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kwa sababu Mungu anazo njia nyingi, wakati mwingine kwako wewe njia inaweza ikawa ngumu. Kwa kuna wakati hata watu tusiwakuta wana mambo magumu wanayapitia tukawazodoa tukasema huyu bwana huyu ana tatizo huyu. Hata njia za Mungu ndugu yangu na zenyewe nazo kuna ngumu. Kwa kama unataka kufanikishwa na Mungu, kuna wakati ni wewe sasa uwe mvumilivu anapoamuru upite kwenye njia gani? Kwenye njia ngumu.
Hivi hujai kwenda Lushoto wewe na ukatafakari kwamba hivi jamani ama kona tunaokatiza haya kwamba jamani kwa nikiambiwa kuna wenzetu waliyachonga haya kwenye huu mlima, si mlimani hapa kabisa. Yaani saa hizi mambo naiona ile ninavyozidi kumaliza ile fune, mambo nazidi kuiona ile kule chini. Sina maana mko juu ya mlima. Lakini unaona kuna mwenzako alifanyaje? Alichonga hiyo njia. Leo haipita wewe ufike Lushoto sijui kwa dakika ngapi. Unamfikiriaje na yule naye ambaye alikuwa ndo anaichonga? Angefika mahali angesema hamnaga njia kwenye mlima wewe. Lushoto ungeenda kwa parachuti wewe. Ungeenda kwa kuruka kwa mbawa. Lakini mwenzako alivumilia, akasema tuna uwezo tu wa kutokeza Lushoto. Anafika Soni, haishii pale, anasema bado tuna uwezo pia wa kuendelea kukoboa huku kando ya mlima huku. Tukafika Lushoto. Amefika Lushoto na wakaendelea na huko. Leo sisi tunapita, tunahesabu dakika. Yaani kuna wakati hata ukiambiwa kwamba bwana umetoka Lushoto kuja Mombo kwa masaa matatu, unasema wewe ulitembea gari gani? Mbona hapo dakika 15:30? Leo wewe 15:30. Lakini fikiria watangulizi mpaka waliochonga hiyo njia. Kwa kuna wakati mambo ya kimungu na yenyewe yako hivyo. Kuna njia ngumu ndugu yangu. Lazima tufundishane na ukomavu wa kiroho. Kuna wakati utapita kwenye magumu, sio kwamba Mungu hayupo. Ni Mungu ndio ameruhusu hayo. Ni wewe tu ungekuwa na jicho zuri ungemuona Mungu bado yuko na wewe wakati unapopita kwenye hayo magumu. Kama sio yeye angekuacha. Asingekuwa na yeye, uwepo wake usingekuwa na wewe. Lakini mpaka unaona bado uko naye. Maana yake ni kwamba hiyo njia ni yeye ndio ameiamuru. Kinachotakiwa ni uvumilivu sasa. Ukiona wengi ambao walikosa baraka na mafanikio ya Mungu, utaona walikosa mbegu inayoitwa uvumilivu. Haleluya. Kwa hiyo ishi na mbegu nayo inayoitwa uvumilivu. Hiyo ni kanuni ya kufanikiwa kwako kimaisha. Andiko la msingi lilikuwa ni kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 13 hadi wa 14. Mwanzo 15:13 hadi 14. Mungu alikuwa anamwambia Ibrahimu kwamba uzao wako, yani wana wa Israeli, watapita Misri utumwani, watateswa kwa miaka 400. Tena utaona kibiblia tukisoma na wenyewe nao walizembea ile 400 iliyopangwa na Mungu, wao wakajikuta wanaenda mpaka 430. Akawaambia lakini watatoka huko na mali nyingi. Haleluya. Kwa kuna saa mali nyingi zinapatikana kwenye mazingira ya mateso na utumwa. Kwa kama Mungu ameruhusu hivyo na wewe hutaki, basi achana na Mungu, katafute njia nyingine. Katafute baba mwingine. Lakini Mungu kuna mambo ameyaruhusu yaje kwako mema, yatapitishwa kwenye njia ya mateso na utumwa. Kwa nikasema ndugu yangu, leo unafanya kazi za hovyo. Jiangalie tu. Ni Mungu ameruhusu. Yupo na wewe hapo kwenye hiyo kazi unayoiona duni. Vumilia. Kuna kesho yaja. Maadamu ni njia hiyo. Soma tikiti yako kwamba wewe hujaandika kwamba unatokea kituo hiki kwenda njiani. Umeandika ni Misri kwenda Kanaani. Basi ishi sawa sana ile tiketi yako kwa kadiri unavyotaka ufike. Kuwa mvumilivu kwenye hiyo njia. Leo unachekwa, lakini kama uko na Mungu ni njia hiyo. Ili kusudi hata wanaokucheka wafike mahali waseme hakika aliyetenda haya ni Mungu kweli, sio wewe. Unaonaje ukafanikiwa na watu wakawa na mashaka hata mafanikio yako sio shuhuda. Lakini ni raha pale unaposikia watu wanasema ya kwamba yule dada tunamjua. Acha watu wamuite Freemason, lakini sisi tunaelewa yule dada alivyo haso. Yule dada sisi tunajua ni Mungu. Tunakumbuka kuna kipindi kile yeye na ile kazi anayofanya mbovu alikuwa anafanya kwa uaminifu. Anafanya kwa uaminifu kwa kujipa moyo kwamba kesho yaja. Kweli leo Mungu amemwinua, aache ni Mungu aitwe Mungu. Watasema hivyo kwa waliopita njia ngumu. Niyo mafanikio ya kama Bwando na ule Ombo Damkota na baada vinayoshuka tu hata hujavitafuna vimeteleza nyewe tuacheni kwanza, tutaongea baadaye. Tunaongea njia ngumu. Tunaenda sawa sawa. Kanuni ya 7. Unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jitahidi sana kuzishinda.
au kuzishughulikia. Kuzishinda au kuzishughulikia. Sauti za kukatisha tamaa. Kuzishinda au kuzishughulikia. Sauti za kukatisha tamaa. Andiko la msingi ilikuwa ni habari ya Daudi aliyetoka machungani, mchungaji wa wanyama, akaenda kuwa mfalme. Haleluya. Wakati mtihani wake, kama vile ulimwenguni utakuta wanafanya mtihani ili waweje, wakimaliza mtihani sio waende tu nyumbani waitwe wamemaliza mtihani. Wanafanya mtihani ili waende hatua nyingine ya kielimu. Wanafanya mtihani ili waende darasa lingine. Kuna mitihani inaitwa mwisho wa mwaka ili waende kwenye darasa lingine mwaka ujao. Na yeye Daudi mtihani wake wa kutoka machungani kwenda kuwa mfalme, mtihani wake ulikuwa ni Mfilisti, mtu anaitwa Goliati. Haleluya. Ilikuwa ni lazima apigane na Goliati amshinde. Ndio mtihani wake uwe unaitwa amefaulu, anastahili aende kuwa mfalme. Na licha ya kwamba ana mafuta amewekwa na Samueli ya ufalme, lakini kuna mtihani. Kuna nini? Nyewe mlioenda udereva sibali una leseni, lakini unawekewa gari linategwa sehemu, unaambiwa, "Haya baba, katoe gari lile." Gari umewekewa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Licha ya kwamba ana mafuta, leseni hiyo anayo ya kwenda kwenye ufalme, lakini kulikuwa na mtihani, kipimo, interview. Mambo sio kwamba yamekuepo tu bla bla. Yamekopiwa huko kwenye Biblia tu, yakaja huko yakawekwa kinamna nyingine. Interview hiyo. Sasa kwenye interview yake, ukisoma kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17, mstari wa kwanza hadi wa 17. Alafu na wa 20 hadi wa 24. Na wa 32 hadi 51. Samueli wa kwanza 17:1 hadi 17, 20 hadi 24, 32 hadi 51. Utaona kwenye interview yake kulikuwa kuna sauti zinazosema, wewe umwezi huyo, wewe hapo, wewe. Nani Goliati? Unaambia watu, mimi nasikia kupambana na hiki kitu nikakiweza. Unasikia? Labda cha sanamu. Wewe. Kuna watu walijaribu wewe na ubabe wao wakashindwa hapo. Kwenye swala la kutafuta mafanikio utasikia hizo habari. Unataka ufungue kitu ambacho kuna wengine kiliwakimbiza nduki wakafunga, utasikia, umejipangaje? Hebu tusikilize. Jamani, tumwache tumsikilize. Labda huenda ana idea nzuri. Hebu njoo. Viaka za namna hizo utakutana nazo. Kwa sababu gani? Kuna wakati Mungu anatupa mafanikio kwenye vitu ambavyo wengine walifeli. Tunaelewa sawa sawa? Kuna wakati Mungu anatupa mafanikio kwenye vitu ambavyo wengine wamefanyaje? Sasa wale waliofeli, jumlisha waliowaona wale wakifeli, watakwambia na wewe utafeli. Kwa sababu kuna waliofanyaje? Waliofeli kitu hicho unachofanya. Wao watatembelea ile historia ya juzi na jana, wakati wewe sasa hivi unasikia ni Mungu anakuambia sasa hivi fanya. Inawezekana alifeli fulani licha ya mtaji mkubwa alionao, lakini yeye hakusimama na Mungu. Wewe maadamu umesimama na Mungu, fanya. Kufanikiwa mbele za Mungu Bwana kuko tofauti sana na kanuni za kidunia. Wakati za kidunia zinasema, ndugu yangu, ili utoboe kwenye hili jambo hakikisha mtaji mkubwa wa kutosha. Kuna watu walipeleka mitaji mikubwa ya kutosha shambani. Walivyoipanda ile ardhi wakaiambia, chukueni hizi mbegu mzichipushe. Ardhi ikasema, tutachipusha tukitaka, na sasa hizi hatutaki. Mtaji mkubwa ukafelia hapo. Haleluya. Kwa mtaji mdogo ulionao, simama na Mungu. Amen. Licha ya kwamba kuna aliyefeli na mtaji mkubwa, wewe ingia na silaha inayoitwa Mungu. Kulikoni kuangalia kiwango cha mtaji. Kwa Daudi wakati anapigana na Goliati, wale watu wote waliona tulivyomshindwaga Goliati. Wakati taifa la Israeli majeshi yake jumlisha Mfalme Sauli wamemshindwa Goliati, wao wakajua si Daudi ataenda na mbinu zile za kwetu ambazo tulimshindwa nazo. Daudi wakati anaenda kupambana na Goliati akamwambia hivi, wewe unanijia mimi kwa hizo silaha za kidunia? Mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Kwamba tu angalia mbinu zako za kwenda, nenda na mbinu za kimungu, usiende na za ulimwengu.
Tumefeli sana kwenye mambo kwa sababu gani? Tunaenda na mbinu za walioshindwa wa ulimwengu. Wao unasema yeye aliweka mtaji wa shilingi ngapi? Wa 50,000. Mimi ngoja nibutue wa laki. Mafanikio yanayopatikana kwenye mwamvuli wa Mungu hayaangalii mtaji mkubwa, yanaangalia umesimama na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunajifunza swala la nini? Zishinde sauti za kukatisha tamaa. Usikubali kusikia hutaweza, ukaamua kurudisha silaha nyumbani, ukaamua kufunga. Angalia Mungu uliye naye kwamba anaweza. Kuna mambo ni kweli wewe utaonekana kwa sura na umbile la nje, lakini aliye ndani yako ndio atakaye pambana nayo. Kwa hiyo nenda ukijua ya kwamba kuna aliye ndani yangu ni mkubwa kuliko mimi mwenyewe wanayeniona. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kanuni ya 7. Kanuni ya 8 ilikuwa inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jitahidi sana kuziatamia kama kuku atamiavyo mayai ili atoe vifaranga. Na sisi hapa tulikuwa tunajifunza ya kwamba jitahidi sana kuziatamia au kuzitilia maanani zile ndoto nzuri za baraka na za kimafanikio ambazo unakuwa ukiziota maishani mwako. Ndoto. Haleluya. Ndoto. Jamani, licha ya maisha ninayopitia, eti nimeota mimi niko kwenye jumba la kifahari, halafu wanangu wanatoka kwenye shule za magari ya njano, yaani yale kama ya manjama na kama ya Vuga Green Apple. Mimi naona nakufa. Wewe ndo mbovu kweli. Ushindwe kweli. Unaizodoa ndoto, unaisuta ndoto. Mungu anaposema na wewe leo, haangalii tu leo yako. Kuna wakati atakukuta kwenye jangwa, kwenye ukame, atakwambia mambo ya kwenye unono ambayo yanakuja siku za mbeleni. Ndoto unayoota nzuri hata unaiota kwenye jumba linalokuvunjia, elewa Mungu amekupa ya mbeleni. Atamia, sema iwe. Usiamke asubuhi ukaanza kushindana nao, unaizodoa, unaisuta. Shindwa. Nikasema nini? Nikasema ndoto ni picha za uhalisia wa mambo yetu. Kwa hiyo kuna wakati ukipewa hiyo picha, ikamate vizuri hata kwa sadaka. Ingia nayo kwenye maombi, sema kwa kadiri ya hii picha na mimi nataka itimie wazi wazi. Nenda nayo kwenye maombi hiyo ndoto nzuri. Mungu anatupa ndoto nzuri kama picha kuonesha uhalisia wa mambo yetu ukoje. Leo unalia mambo ya ndoa, unaota kwamba mambo ya ndoa yako imara, yako vema. Hatamia. Nikakutana na watu wana sarakasi za kishetani kweli. Akiota anavalishwa shela, anasema ya kwamba hii ni roho ya mauti, ni kufa, ni kifo. Kwa hiyo ili ukaolewe wote umevalishwa sanda. Mpaka ndoto tumezibadilisha sasa. Akiota shela, anasema mimi nimeiogopa kweli ndoto. Nasikiaga ni kufa. Kwa hiyo ukitaka Mungu aje aseme na wewe kwa habari ya ndoa inayokuja mbeleni, akuoteshe uko na sanda kwenye jeneza. Atamia ndoto nzuri hata kwa sadaka. Zina matokeo. Kwa kadiri ya wenzetu walivyotufundisha, walipoatamia mambo yalitokea kama walivyoota vile vile. Tuliona miongoni mwa andiko la msingi ikiwa ni Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 15. Habari ya kuatamia ndoto nzuri za baraka na za kimafanikio ambazo unakuwa ukiziota maishani mwako. Wafalme wa kwanza sura ya 3:5 hadi 15. Hapa tulipata kumuona Suleimani. Aliwahi kuota ndoto, akaamka asubuhi, akaiatamia ile ndoto yake nzuri ya kimafanikio kwa kuitolea sadaka, na baadaye ile ndoto ikatimia. Kwa hiyo ndoto nzuri sio bla bla. Ndoto nzuri unapewa picha ya yale ambayo yako mbeleni yanakuja. Kamatia na sadaka hiyo ndoto, omba, sema na iwe. Pokea, sema ni mimi yule. Huyu ambaye anapita hapa kwenye hali hii ya ukame, kwenye dhiki, sio mimi. Mimi ni yule niliyoona niko kwenye hali ya kula unono.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndoto zinakuwa hivyo. Kwa hiyo ndoto nzuri unazoota sio jambo la kupuuzia. Siamke tu ukaendea vijiweni na ukaanza kuzizungumza. Ukasikia mnaanza kuzizodoa. Ukasikia mwenzetu na wewe andika usia kabisa. Ushagonga miaka ya ustaafu hiyo ndugu yangu, unaota kwamba unajenga nyumba kali namna hiyo. Wewe andika usia, hilo ni jeneza. Kanuni ya 9. Unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, epuka kuambatana au kushikamana na watu ambao si sahihi kwako. Unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, epuka kuambatana au kushikamana na watu ambao si sahihi kwako. Kitu kingine nikasema au watu wasiofaa mbele za Mungu. Nikasema mafanikio nayo yana kitu kinaitwaga pea. Haleluya. Nikasema kitu kingine kumechi. Nikasema wale wa mama na wadada wanaelewaga sana kwamba kuvaa kuliko kuzuri sio kuvaa bora mradi kuvaa. Huwa wanazingatia kitu kinachoitwa kumechisha. Unaona mtu anataka kilemba cha njano, basi ile njano irudi tena na kwenye kakiatu huku chini. Ile njano ikae kwenye kakipima joto hapa. Haleluya. Ndugu yangu, ukatuvalia njano ikiwa kichwani kwenye kilemba, kwenye blouse ukatuvalia nyeusi, sketi yako ukavaa ya blue, ukatuvalia na kiatu cha orange, ndugu yangu wewe umekuwa upinde wa mvua. Haleluya. Kuna swala la kumechisha. Hata kwa habari ya baraka na mafanikio, kuna wakati tutayapata kwa kumechisha. Tunamechisha kitu gani sasa? Mimi na ninayeambatana naye kwenye kutafuta hayo mafanikio na hizo baraka, lazima tuwe tuna mechi. Na sio kumechi kwa mwilini kwamba lazima muwe mnaonekana mna visura vyote vilivyochongoka. Lazima wote muwe mna macho sijui ya gorori. Lazima tuonekane kwamba rohoni tunalandana. Yaani kuna mambo unayawaza wewe dada usiku, kesho ukienda kwa yule rafiki yako ambaye unapanga ufanye naye biashara mradi fulani, usikia anayasema kama vile alikuwepo na wewe wakati ukiyawaza. Huko ndio kumechisha. Hao ndio watu sahihi wa sisi kupiga nao hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanashangaa mzako ambao unapanga naye mradi mkubwa, ukimwambia kwamba sasa tutaanza hivi yeye ni miguno tu. Hiyo sio pea yako. Kila unachosikia amani nacho ndani, unaona mwenzako yeye hana hata kadoa ka amani juu ya hilo jambo. Ujue kwamba hiyo sio pea yako. Hapa kwa kumechisha sio lazima awe mchawi. Mama Vero, mtu sahihi wa kutembea naye kwenye kutafuta riziki, kuwekeza huko kimaisha, sio lazima awe mchawi ndio aitwe sio sahihi. Bali unaona tu licha ya kwamba tuko naye kwenye kikundi cha kikoba, kitu kitoka hapa tukivutana tukisema tufanye mradi huu, mwenzangu yeye yuko kushoto sana. Unaona kabisa huyu ana wakwake na yeye ambaye atakutana naye wataenda sawa. Sio mimi. Yaani tusilazimishe kwa sababu kwamba sio mchawi, kwa hiyo tumlete kwa maombi tumkungute tumuombe tumlazimishe awe. Kama sio pea yako sio pea yako ndugu yangu. Unaweza ukawa na viatu vingi ni vya kwako sawa, lakini ndio usituambie kwamba umetuvalia kiatu kimoja cha laba yako na kiatu kimoja cha skonkodo. Haya waenda wapi na huo mtoko wewe? Kwa tusilazimishane na watu wasio sahihi kwetu. Kuna wakati tumekwama kufanikiwa kwa sababu tumetaka kutembea na watu kwa kuwalazimisha kwamba waambatane na sisi, kwa kujilazimisha tuambatane nao na sio sahihi. Kwa kwenye mafanikio Mungu pia ameweka kwamba tutafanikiwa kwa kadiri ya kuwa pea zinazolandana. Tuliliona jambo hili kwenye kile kitabu cha Mwanzo. Kuanzia ile sura ya 12. Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 5, tukaenda wa 10, tukaenda wa 14 hadi wa 15, alafu tukamalizia sura ya 13
mstari ule wa kwanza tu, alafu tukaenda tena wa 7 hadi wa 9, alafu wa 14 na wa 18. Ukiweza kusoma sura zote hizi, mwanzo sura ya 12 na sura ya 13 ni sawa bila kubagua mistari. Utakutana na habari ya Ibrahimu wakati Mungu anasema naye kwamba aende kwenye kilele cha mafanikio. Alimwambia, toka wewe mahali gani? Hapo kwenye nyumba yenu, kwenye familia yenu, hapo ulipozaliwa ukaishi hapo na family member hapo. Toka wewe uende mpaka mahali nitakapokuonyesha. Takufanya kule kuwa taifa kubwa, jina lako litatukuka, utabarikiwa sana na uzao wako utakuwa mkubwa. Lakini pia akamwambia, atakaye kubariki nitambariki, atakaye kulani nitamlani. Manake mafanikio na baraka vikaekewa mpaka ulinzi na kinga. Lakini kwa kutoka hapo kwenye familia yenu na hapo kwenye nchi yako na kwenda kwenye eneo lingine ambalo nitakuambia, ndipo hayo yatatokea. Kwa kutoka wewe. Yeye wakati anatekeleza lile agizo, akatoka akiwa ameambatana na mtu anayeitwa Lutu. Haleluya. Na Lutu anamuita Ibrahimu baba mkubwa. Wanaambatana naye, ni ndugu kabisa. Kuna kitu leo tunasema kinachounganisha undugu na kuleta udhibitisho kwamba ndugu, tunasema ni damu moja. Kwa leo hii Lutu na Ibrahimu walikuwa wana damu moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu wamezaliwa huku babani, koo moja. Lakini alipotoka naye yule Lutu akaambatana naye, ikawa ni sababu ya kule anakoenda kutokukutana na baraka ambazo Mungu alimwahidi kwamba atampatia kule. Kwa akafika sawa kwenye kile kituo ambacho aliambiana na Mungu kwamba tutakutana hapo ili nikuachilie hizo baraka. Lakini alipofika kule akakuta Mungu amenyamaza. Na zaidi sio Mungu tu aishie kunyamaza, lakini pia akakutana na magumu. Kule kukawa kuna hali ngumu ya maisha kulikoni hata kule ambapo alitolewa akaambiwa atoke. Kuna wakati unaweza ukamtafsiri Mungu kamaona mbona ikigeugeu. Sema asiyebadilika. Mbona leo unaona kama anabadilikaga? Lakini kumbe ni kwa sababu na wewe pia unabadilika. Vile Mungu alivyosema toka wewe, alikusudia ni wewe. Kama kuna pea, kuna kampani, ni yeye ndio hahitaji kukutokezea kampani kwamba chukua huyu wa kampani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa yeye alivyo andamana na kampani ya Lutu, akimwona ni ndugu yake, na ndio maana nikasema mtu asio sahihi sio lazima awe mchawi. Amen. Alikuwa ni ndugu yake, wala hakuwa ni mchawi kwake. Hakuwa ni mlogi kwamba ni mwanga alikuwa anamlogaga, alikuwa anamtupiaga mazongwa. Wala Lutu hakuwa mbaya hivyo. Lakini tu kwa sababu sio pea sahihi kwenye lile la Mungu ambalo Mungu anataka ambariki na amfanikishe Ibrahimu, walipoambatana wale watu, mafanikio kwa Ibrahimu yakawa magumu kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa inawezekana siku na watu tumeandamana nao kama Ibrahimu alivyoandamana na Lutu. Leo hii miongoni mwa mambo magumu tunaoyaona sababu zake, miongoni mwa sababu ni hao watu. Biblia inasema ya kwamba Bwana alimbariki Ibrahimu pale alipotengana na Lutu. Unaelewa sasa? Amen. Kwa hiyo ndugu yangu, nataka nikwambie hivi, kaza moyo. Kwambia kaza moyo sababu unashusha chuma. Sawa? Kaza nini? Matengano mengine ni dawa ya kupona kwako. Amen. Msijali nyinyi ambao mnaona wenzenu wapigi makofi. Nilisema nashusha nini? Ni chuma hicho. Sio jambo rahisi sana. Leo niambie yule nilivyomuonaga tumetoka mbali. Mbali ya wapi nyinyi wewe? Mbali gani? Mna nini sasa kwenye kutoka kwenu mbali? Tunahesabiana kwa kutoka mbali kwa ukongwe jubilii za kuishi, au tunahesabiana kwa yale Mungu aliyotukirimia akatupa? Sherekeni jubilii ya miaka 50 ya umoja wenu. Tuangalie mlipofika mko wapi. Haleluya. Tunataka tusherekee jubilii za mafanikio makubwa kulikoni za ukongwe. Usijali ukongwe mlionao. Ukipima sio sahihi wakati mwingine, mwambie kama Ibrahimu alivyomwambia Lutu kwamba ndugu yangu,
Leo naona hapa tufike mwisho sasa. Kwa hiyo wewe utachagua kwa kwenda na mimi nichague kwa kwenda. Ukisema unaenda kulia, mimi nitaenda zangu kushoto. Ukisema unaenda kushoto, mimi nitaenda zangu kulia. Na Biblia inasema walipotengana ndipo Bwana akamjia sasa akambariki kama alivyomwahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jipe moyo. Kachekeche wale unaoambatana nao, mmefika wapi kwa habari ya baraka za Mungu na mafanikio ya Mungu kwenu? Hiyo ilikuwa ni kanuni ya 9. Kanuni ya 10. Kanuni ya 10 ilikuwa inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jitahidi sana kuliheshimu na kulithamini swala la kiibada. Swala la kiibada, ibada na yenyewe pia ni ufunguo wa baraka na mafanikio kwenye maisha ya mtu. Haleluya. Nikasema hapa ndipo mahali ambapo utaona ni kwa nini kumekuwepo na watu kusisitizana kwamba jamani tufanyeni ibada. Ngawaje nikasema sio kila ibada ina manufaa ya kimungu. Kuna ibada nyingine na zenyewe nazo zimefungulia laana. Ni bora mradi ibada hiyo iwe ni ya kumwabudu Mungu aliye hai, Mungu wa pekee, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, katika maadili ya kiroho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Usituambie tuna zile za kikwetu za kukutana, zile ambazo kupigwa na mpungwa. Mimi nakwambia hapo, na hiyo mpungwa badala ya kuipiga mwapigwa nayo, yawapiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibada ya kimungu, ibada halali, na lenyewe nalo ni swala ambalo linafungulia kubarikiwa na kufanikiwa. Tuliona hii picha kwa wenzetu mitume kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 1 hadi wa 3, ambapo hapa tulipata kuona wenzetu kiwemo Barnaba na Sauli wakitokewa na Mungu na kujulishwa ya kwamba ni wapi mahali pao pa kunufaika, pa kubarikiwa, pa kukutana na Mungu. Walitokewa na Mungu wapi? Ndani ya ibada, wakiwa kwenye ibada. Nikasema kuna wakati hata unaombaje, mahali ambapo Mungu amekusudia akutokee, akujibu, ni ibada. Haleluya. Kwa ukikosa ibada, maana yake ni kwamba kuna kituo cha kukutana na Mungu wewe hui unakihudhuria. Unataka kukutana na Mungu wapi? Unaweza ukawa na vituo vingi, lakini Mungu aliporuhusu kuwepo na ibada, alikusudia hicho kituo na chenyewe nacho ni cha muhimu kukutana naye. Kwa kuna mambo utajiona hata kama unayombea kwako kwa msuli mkubwa, utashangaa majibu yanakuja siku ya ibada. Unatoka hapa unasema, "Ni kile ulichokuwa unafundisha mchungaji. Yaani kama ulikuwa unanisema mimi." Maana yake ni Mungu amekuletea yale ambayo yalikuwa ndani yako, amekupambanulia. Umeyapata wapi? Kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pamoja na kwamba unaweza ukawa na vipindi vya maombi binafsi, faragha za kwako mwenyewe huko nyumbani, lakini maanisha sana katika swala la ibada. Maanisha. Kuna wakati huko utamuona Mungu kwa namna yake, na kwenye ibada nako kuna namna yake ya kumuona Mungu. Kanuni ya 11. Unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, ishi vizuri na watu waitwao makuhani wa Mungu au watumishi wa Mungu. Kanuni ya 11 ilikuwa inazungumzia kuishi vizuri na watu waitwao makuhani wa Mungu au watumishi wa Mungu. Nikasema hivi, miongoni mwa njia ambazo Mungu amekusudia kwamba zipitishe baraka zake wakati ambapo anataka awabariki watu wake, kuna hawa watu wanaitwa makuhani wa Mungu au watumishi wa Mungu. Hawa ni madaraja muhimu sana katika kupitishwa kwa baraka zetu kutoka kwa Mungu. Tusipoishi nao vizuri, ni sawasawa na mtu ambaye ameng'oa daraja na anataka avuke mto. Haleluya. Usipoishi vizuri na watu waitwao makuhani wa Mungu, wanaohudumu madhabahuni pa Mungu, watumishi wa Mungu, ni sawasawa na mtu ambaye anataka avuke mto, ana jambo la thamani sana, la muhimu sana kwenda kulifanya huko ng'ambo ya pili, lakini yeye akang'oa kwanza daraja. Afu ndio arudi kule ukingoni mwa upande A aseme navuka sasa. Wanaomuona pale wanasema ngoja tumuone chizi akifa leo.
Watumishi wa Mungu ni madaraja. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tukiishi nao vibaya hayo, Waswahili walishawahi kusema usitukane mkunga na uzazi ungalipo. Kama wewe ni mkusudiaji wa kwamba Mungu akubariki na akufanikishe kimaisha, usikae mkao mbaya na watumishi wa Mungu, ndugu yangu. Nikasema inawezekana tumekuja hapa tuna maadili mema, lakini tulishawahi kupita huko mitaani tukawasalandia tukaishi nao vibaya. Kuna kila sababu ya kutengeneza pale ambapo uliwahi kukorofishana na mtu anaitwa mtumishi. Hata kama ni yeye, ukipima kabisa mizani yako, si tuna mizani, tunasema pale bwana, hata kama ni baba akosei, lakini alikosea. Wewe nenda tu hata kwenye chumba cha siri ambacho hata mume wako, mke wako, nani jirani asikii. Mwambie Mungu, kwa kule kukorofishana na yule mtumishi wako kuinuana naye, nisamehe. Kwa faida yako ndugu yangu. Kwa sababu kuna pini nyingi tumewahi kukuta watu wakizipigwa mpaka hawatoki kimaisha kwa sababu waliwahi kukorofishana na mtumishi wa Mungu. Kuna wakati utakuta ni kama wao wanaweza wakavuruga wakayumbisha dishi, na wao ukisema si amemwaga mchuzi na mimi namwaga ugali, ukashangaa wao uliomwaga ugali ndio unaonekana kwamba umekosea, wakati uliona alianza yeye kumwaga mchuzi. Haleluya. Amen. Katengeneze mahali ambapo una madoa juu ya watumishi wa Mungu. Amen. Uliwahi kuwasikia wakiwa wanaomba ukasema nini? Wanapoteza muda, hawanaga kazi. Uliwahi kusikia kuna madhabahu wanazihudumia ukazisemaje? Ukasema wapiga pesa wamekuja. Miongoni mwa mambo ambayo yanaweza yakatia madoa sana. Nikasema toba hii unapoitubia, itubie pia kwa mapana na marefu. Wakati ambapo wewe umeokoka na unaamini kwenye njia ambazo hao watumishi wapo wanahudumu, kuna mama yako ambaye hajaokoka, hawaamini, kuna maneno mabaya umeshawahi kumsikia anawasema. Tubu kwa ajili yake, utafiwa na mama. Kuna baba yako, kuna mme wako, unapopiga hatua uende kwa watumishi anasema waenda hao ni waume zako. Tubu kwa ajili yake, utafiwa na mume ndugu yangu. Kuna wale wana taratibu za kukaa eda. Huo muda kama una uvumilivu wa kukaa humo ndani, haya yanyamazia hayo maneno ambayo mume wako anamsema mtumishi, anawasema watumishi wa Mungu. Kama una hamu na eda, unataka uione utamu wake, yakalie kimya. Lakini ni watu ambao tukicheza nao karata nzuri tuna baraka, tukicheza nao karata mbaya tuna laana. Tunaenda sawa sawa? Amen. Sasa kuna wakati ndio una hatari zaidi, yani wewe ndio ambaye unawaka moto alafu unasema chukueni tena na petroli rusheni huko kwenye moto. Wewe ambaye ukiwa nje ya himaya unawasema alafu baadaye unawaita kuwekelee mikono. Kuna mahali ninahitajika kweli niende. Kila wakati anabadilisha pasati za kunifuata. Anaona labda atanishawishi kwa magari anayoyabadilisha kunifuata. Utaona leo ni huyu, leo ni huyu. Mtumishi yule mama, mtumishi yule mama, mtumishi yule mama. Watu kadha wa kadha. Lakini nakwepa sana kwa sababu gani? Anatembelea mwamvuli wa kusema vibaya watumishi wa Mungu. Ndicho kipondo chake. Alafu sasa anahitaji huduma kwa hao watu. Kwa unajua kabisa kwamba nampelekea petroli nikaimimine kwenye ule moto unaomwakia. Sasa na mimi na huruma ule moto. Nasema si ni bora tu ule moto kwamba akumbuke ili atengenezee pale kwenye ule moto ili auzimie pale kuliko na mimi nikaenda mwagia petroli. Kusema vibaya watumishi wa Mungu. Haleluya. Amen. Kusema vibaya watumishi wa Mungu. Tuishini vizuri na hawa watu walipowekwa mbele ya wengine, waongoze wengine katika mambo ya kiroho. Kuna heshima kubwa sana ambazo waliheshimika nazo huko mbinguni. Mungu hawezi akafurahishwa akiona waheshimike mbinguni kwake, hapa watu wawakanyage hivi. Haleluya.
Manake ukikosa kuwaheshimu wao umekosa kumheshimu Mungu. Manake katiba ya kuwepo kwa watumishi haijatoka kwa wenyewe watumishi, imetungwa na Mungu. Nikasema wakati tunapita kwenye nyakati fulani za kimaisha, kuna wakati tulijijua ni watu wengine kabisa. Ukashangaa unaona Mungu amekuita kwenye kazi yake, kiasi cha kwamba kuna vingine ili kukosesha uliviona ndio vitamu kweli. Ndio ungeenda huko ndio wanaita magoli, ndio ungekuwa umepiga magoli kweli. Leo huyo mtu akakubali akae mbele hapa awatumikie, awahudumie, alafu umpake mavi. Yeye anaweza akasema mimi nimetumwa kuwabariki, sitalaani, lakini hiyo baraka ni petroli anayoirusha kwenye moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kubarikiwa kwingine kutapita kwenye eneo la kuishi vizuri na watumishi wa Mungu ni kanuni ya kibiblia kabisa, kwa mujibu wa maandiko mbalimbali ya kibiblia, ikiwemo andiko la kitabu cha Hesabu 27 mstari wa 18 na wa 22a na wa 23a. Hesabu 27 mstari wa 18 alafu wa 22a na wa 23a. Tuliona maandiko mengi ikiwemo hayo, jinsi watumishi wanavyotumika kama madaraja ya sisi kubarikiwa. Tuliona hapo Yoshua akitawazwa na Mungu kuwa kiongozi wa msafara wa wana wa Israeli kwa kuwekewa mkono na mtumishi wa Mungu aitwaye Musa. Kwa hiyo nikasema kuna wakati mikono yao inapaswa kuwekwa juu yetu ndipo Mungu atubariki. Anaiangalia mikono yao, anaheshimu mikono yao, anaheshimu mafuta yao. Kuna wakati kwa kutiwa mafuta na watumishi, kuna watu walikuwa wafalme. Unasema wapi? Kwenye habari ile ya Daudi. Kwenye habari ile ya Daudi alitiwa mafuta na mtumishi anaitwa Nabii Samueli, ndipo akaenda kuwa mfalme katika Israeli. Kwa hiyo haijajalisha kisomo chake kwamba amesoma mpaka darasa la ngapi, lakini mafuta ya mtumishi yalivunja miiko. Kwa kuna vitu watumishi wa Mungu wamekirimiwa vinaweza vikavunja miiko hata ya ukoo wenu, kwamba ukoo wenu unasema hautoi mtu mkubwa, hakuna vigelegele mtu akaolewa au akaoa. Kwa neema ambazo watumishi wa Mungu wamepewa, hiyo miiko inaweza ikavunjika. Amen. Na Mungu akachipuza vigelegele kwa kupitia wewe uliokutanishwa na hao watumishi wa Mungu. Ishi nao vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuishi vizuri na watumishi wa Mungu. Kanuni yetu mpya ambayo ndio tutatembea nayo kuanzia kipindi kile cha Alhamisi. Kuna Alhamisi moja tulizungumza kwa samari wale waliokuwepo, na ndio kanuni mpya ambayo tumeingia nayo sasa. Tuko msimu wa kanuni hiyo. Ni kanuni ya 12. Kanuni ya 12 ambayo hapa nitaiweka kwa utangulizi, tutaendelea nayo na vipindi vijavyo. Kanuni ya 12 inasema, kanuni ya 12 inasema, unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni swala la kuwaheshimu wazazi wako. Yes. Kanuni ya 12 inazungumzia swala la kuwaheshimu wazazi wako. Inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni swala la kuwaheshimu wazazi wako. Kama unaandika, andika hiki kitu ambacho tutakiona hapa. Andika kipengele cha kwanza katika kanuni hii. Kipengele cha kwanza katika kanuni hii. Kipengele cha kwanza katika kanuni hii. Nimesema ni kanuni ya 12 inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni swala la kuheshimu wazazi wako. Kipengele cha kwanza katika kanuni hii, tutatazama andiko hili ambalo litakuwa ni andiko la msingi. Andiko lenyewe ni Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 16.
kipengele cha kwanza kina andiko ambalo limebeba kanuni hii kwa ujumla. Na andiko hilo ni Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 16. Kipengele cha kwanza katika kanuni hii tutatazama Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 16. Ambapo hapa Biblia inasema hivi: waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu baba yako na mama yako, kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Alafu ikaendelea kusema hivi: siku zako zipate kuzidi. Siku zako zipate kuzidi. Alafu nawe upate kufanikiwa. Upate kufanikiwa. Msingi ni ule ule, waheshimu baba yako na mama yako. Ikawekwa pale kwamba hii ni amri ya kimungu. Wakati ule ninatoa utangulizi huu wa sehemu ya utangulizi, nilisema hivi: swala la mtu kutakiwa kuheshimu wazazi wake kwa mujibu wa hili andiko la kibiblia sio swala ambalo jopo la wazazi ulimwenguni waliitana wakaribuni au wakalitunga. Ni swala ambalo Mungu ameliweka, tena ameliweka liwe ni miongoni mwa amri za kwake ambazo anataka watu wake wazifuate ili kweli wawe watu wake. Amri si tunazijua zile tuliotokea kule, tuna usifanyaje, kumbuka siku ya na uitakase, mimi ni Bwana Mungu wako. Miongoni mwa amri zile ziko 10, si ndio? Ndio. Sije kama mmesahau ile tuition nzuri kweli. Miongoni mwa zile amri 10, moja hapo ya amri inazungumzia kuwaheshimu wazazi. Waheshimu baba yako na mama yako. Kwa sio amri ambayo hata hapa madhabahuni unavyosikia kwamba ndio tumeamua kukutungia hapa. Ilikuwa ni amri iliyowekwa na Mungu. Tafsiri yake ni nini? Nje ya kuwaheshimu wazazi, anayesimama kizimbani kuhukumu hautamkuta hata ni mzazi. Utamkuta ni nani jamani? Aliyoweka hiyo nini? Lakini ashukuriwe Mungu, amri hii haijawa kituputupu. Ikashehenishwa na vitu viwili ambavyo nataka hapa ndio tutembee navyo tuvione. Kitu cha kwanza kikasema siku zako zipate kuzidi au kuwa nyingi, kwa kadiri ya mafafanuzi na kutanua na kunyumbulisha. Siku zako zipate kuzidi au zipate kuwa nyingi. Maana yake kuwaheshimu wazazi kuna mbaraka ambao ni mtu anayeheshimu aishi miaka mingi. Ndio tafsiri ya siku zako zipate kuwa nyingi au zipate kuzidi. Ina maana kuheshimu wazazi na kwenyewe hakupo kitupu, kukafungamanishwa na moja ya baraka ambayo ni mtu kuishi miaka mingi au muda mrefu wa maisha ya hapa duniani. Kwa hiyo sijui mnatafsirije mkiona siku hizi ulimwengu wa sasa watu wanakufa wakiwa na umri mdogo sana. Nasema siku hizi nyakati mwaya zimebadilika. Lakini mimi naambia miongoni mwa dongo ambalo linaweza likawa limepiga mpaka ikawa hali kama hiyo ya watu kutokuishi muda mrefu ni kuwakosea heshima wazazi waliokuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Na sinajua hata mabibi wana wazazi maana hawajajizaa. Hata wewe bibi fulani una wazazi. Kwa kila mtu ni mtoto kwa wazazi wake. Lakini pia kitu cha pili tena, amri hii namna ambavyo haiko kituputupu, ikasema nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kwa Mungu anaweza akakuita wewe ni Mtanzania, umezaliwa Tanzania, umezaliwa Mombo, umezaliwa sijui Dubai, umezaliwa sijui wapi. Hilo ni la Mungu kwamba uzaliwe mahali fulani. Lakini swala la kwamba hapo mahali ufanikiwe napo itategemeana na kuwaheshimu wazazi. Aliamua kwa hiyo Mungu hapa na wazazi nao pia wawe wachangiaji
wa swala la mtu kuneemeka mahali alipo. Kwa heshimu wazazi ni swala ambalo ni amri ya kimungu, ndicho kitu ambacho nimetaka ukione. Sio amri hata ya mzazi mwenyewe kusema kwamba wazazi ndio wanataka kuheshimika. Yaani wanalazimisha kweli waheshimike nao. Hakijawa ni kielele chao kwamba walikaa wakaunda hiyo sheria ya kwamba maadamu tumewazaa watoto watuheshimu. Isingekuwa rahisi kwa sababu na wao wanajua pia wamezaliwa. Kwa hiyo walitakiwa na wao pia waheshimu waliowazaa. Wasingeweza kulitunga hilo lungu maana lilikuwa na lenyewe nao upande wao ingewapiga. Kwa ilikuwa ni amri ya Mungu, lakini haipo kitupu. Ndani yake imebeba mambo makuu mawili. Moja hapo inatajwa kuishi umri mrefu. Lakini jambo la pili, kufanikiwa katika mahali ambapo Mungu amekuweka uishi. Kwa sasa kwa picha ya namna hii maana yake ni kwamba kuna wakati tutakutana na migogoro katika habari za umri wa kuishi. Kuna wakati tutakutana na migogoro katika habari za mafanikio ya kimaisha kwa sababu ya kuto kuwaheshimu wazazi waliotuzaa. Amina. Kama ushawahi kusikia huko ulimwenguni kwamba yule mnamwona alivyopigika yule, alikosa radhi za wazazi wake yule. Mkaona hilo jambo liko ni bla bla tu. Elewa leo kwamba ulikuwa unakosea ukiliona hilo jambo ni bla bla. Ni ukweli wa kibiblia kabisa ya kwamba kuna wakati wazazi wana kura yao pale Mungu anapotaka akubariki na akufanikishe. Kuna wakati pia wana kura yao kwenye suala la wewe kupatwa na maanguko ya kimaisha. Kuna wakati wana kura yao. Ukiona kubarikiwa kwa mtu, kuna wakati kuna kura ya mzazi ilipiga upande wa baraka kwa huyo mtu. Ukiona kutokufanikiwa kwa mtu kuyumba kimaisha, kuanguka kimaisha, ujue kuna wakati kuna kura ya mzazi ilipiga upande wa kwamba anguke kimaisha. Kwa na penyewe napo swala la kuishi kwako na wazazi ni swala ambalo inakupasa uende nalo kwa tahadhari sana, sawa? Breki zako zile zile. Kienda vibaya tu. Kuna wakati utajikuta hata uko mbele za Mungu hapa kuna mambo unayaomba kwamba yawe mepesi kwako, yataendelea tu kuwa magumu. Kwa sababu gani? Ulikorofisha kwa wazazi, ili hali ni Mungu huyo unaomwambia nibariki ndio aliyosema hivi, kaa vizuri na wazazi ndio ubarikiwe. Hajipingi. Hafanyeje? Tuna Mungu ambaye hajipingi. Akisema ya kwamba lazima ufanyiwe operation ya namna fulani ndipo hili tatizo upone, ni kweli utapona kwa staili hiyo tu. Hata ukutane na mwingine akwambie mimi sasa ni mdogo wake Mungu. Yaani Mungu akiachia nyonyo ni mimi. Kama Mungu angemuua mama, mimi nisingezaliwa. Ngoja mimi nikwambie hilo unaweza ukapona kwa njia nyingine. Kimbia hapo. Haleluya. Toroka hapo mahali unaibiwa. Mungu hajipingi. Atabaki kuwa Mungu kwa kadiri ya kanuni zake alizoziweka. Kwa kwenye kanuni hii tutakuwa pia na kazi ya kufanya. Haleluya, kubwa kweli. Swala la matengenezo katika karata mbaya ambazo tulizichanga kwa habari ya mahusiano yetu na wazazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu hapo leo mnaendelea kukomaa na nyie mnaitwa wa mama, mnaitwa wa baba, lakini mahusiano yenu na wazazi wenu mabovu. Mwataka kesho hao watoto na wao waje wawatendee mema, waishi na nyie vizuri, na wakati nyie ni mashamba darasa ya kwamba nyie mmeishi vibaya na wazazi wenu. Kwa utajikuta kuna wakati utakula sawasawa na vile ambavyo wewe uliwahi kupanda huko nyuma. Kuna leo hii tumeinamishwa vichwa na watoto wetu. Tunaona kwamba wanatukosea sana, wakati na sisi tuliwahi kuwainamisha vichwa wazazi wetu. Tunaenda sawasawa. Wakati hata malaana unaoachilia watoto hayashiki. Kwa sababu gani? Wewe mwenyewe tu watembea juu ya uvuli wa laana ambayo unayo juu ya mkao mbaya na wazazi. Kuna wengine mpaka wamefariki, hata kuachana kwenu mpaka hatua ya mwisho mzazi anatwaliwa, hamjawa mmekaa nao vizuri.
Na hapa pia tutakungutana kanuni na taratibu za duniani, kwamba mzazi uliishi naye kwa fyongo, leo hii amefariki, unaona mambo magumu, unayasikia mambo ya namna hii, unaenda kaburini, unataka uanze ukachome sijui makolokolo gani, sijui ukamwambie baba mimi nimekuja, sijui baba nimefanyaje, na penyewe hapo napo unachukua mgogoro mwingine, ndugu yangu. Haleluya. Amen. Kwa tutafundishana pia namna ya kusuluhisha madoa ambayo tumewahi kuweka juu ya wazazi wetu, hata kama hawapo. Kwa suluhu ya kimungu tutatengeneza vema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa Mungu awabariki sana. Tutaendelea na hiki kitu kwa neema ambayo Mungu atatupa juu ya vipindi hivi vya kujifunza kanuni hii ya kuwaheshimu wazazi wetu ili kufungulia baraka za kimungu maishani mwetu.